Uharigani mtazamaji wa chaneli yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online. Karibu katika matukio mbalimbali yaliyotokea katika ibada ya maadhimisho ya miaka 50 tangu kuzaliwa kwa usharika wa Burugo uliopo katika jimbo la Mashariki Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Ibada hiyo imefanyika tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2025 usharikani hapo, ikiambatana na matukio mbalimbali ambayo ni jozi 3 za ndoa, ubatizo, kurudi kundini, kuzindua nyumba ya shemasi pamoja na harambee kwa ajili ya kuchangia upanuzi wa kanisa utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni 91. Ibada hiyo imeongozwa na msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Dini Profesa Josephat Rweyemamu, na mgeni rasmi akiwa ni meneja wa benki ya CRDB tawi la Bukoba, Bwana Manase Mbaga. Akihubiri katika ibada hiyo, Dini Profesa Josephat Rweyemamu amewaasa waumini kuendelea kukumbuka na kujenga nyumbani ili waweze kuvuna baraka za Mungu kutokana na kusudi lake kuwafanya wazaliwe katika maeneo hayo. Msije mkafanikiwa mkasahau Mungu wenu, mkasahau mlikotoka na kumpa heshima aliyewafanya kuwa hivi mlivyo. Ndugu zangu wapendwa, maisha ni safari ndefu yenye mambo mengi. Tunavuka mengi, bila msaada wa Mungu tungekuwa hatupo. Hatuna budi kukumbuka kwamba tulizaliwa wapi, tuko wapi, tumefikaje mahali tulipo, nani alitusaidia. Bila shaka tutasema Mungu alitusaidia, na ni vizuri kusema hivyo. Lakini kwa mkono wa nani? Wayahudi siku zote walifikiri Bwana aliwatoa Misri, lakini kwa mkono wa Musa. Walijua ni Mungu aliyekuwa pamoja na mkono wa Musa. Musa alitumika kama chombo cha Mungu. Walimheshimu Musa, walimshukuru Musa, lakini zaidi sana walimshukuru Mungu na kumtukuza Mungu aliyekuwa nyuma ya matukio hayo yote waliyoshuhudia katika safari yao. Katika hatua nyingine, amewapongeza washarika wa Burugo kwa shughuli zote za maendeleo zilizofanyika katika usharika huo na kuwaomba waendelee kujitoa kwa moyo ili kuitenda kazi ya Bwana. Hapa na washukuru wote mliokuja leo kushiriki pamoja na wana Burugo hapa, hasa watoto wenu waliokuja hapa kufurahi pamoja nanyi, na wengine ambao wamechangia mafanikio na maendeleo ya usharika huu, hata walioko nje ya Burugo. Ninawapongeza na kuwashukuru sana, kwa sababu ninyi mnajua mmezaliwa Burugo kwa sababu Mungu alikuwa na makusudi mzaliwa hapo. Hapo ndipo nyumbani, hapo ndipo asili yenu, hapo ndipo Mungu alipopenda mzaliwe. Kila mtu mahali alipozaliwa ni kwa sababu Mungu alichagua uzaliwe pale. Bwana asifiwe. Akitoa neno kabla ya harambee, meneja wa benki ya CRDB tawi la Bukoba Bwana Manase Mbaga amewataka waumini kujenga tabia ya kuweka akiba, ikiwa ni pamoja na kuwekeza katika kazi ya Mungu ili wapate maarifa ya kuendesha maisha yao. Leo uwaze kuacha alama kwa watu. Na sio uwezo ulio unao wewe kifedha. Hapana, tunaongelea moyo. Moyo unazaa attitude, yani ile dhamira, nia ya kufanya kitu. Kama tuna watu wote hao na wachungaji bora kabisa, tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Usharika wa Burugo ulizinduliwa mnamo tarehe 26 mwezi Juni mwaka 1975, ukizaliwa kutoka katika usharika wa Kashura, na mpaka sasa umeshahudumiwa na wachungaji wapatao 17 kwa nyakati tofauti. Tunatambua uwepo wa wachungaji ambao kama nilivyotaja pale mwanzoni, mchungaji Talipodi Kamkirwa sasa yuko hai, ni mzee. Yeye aliongoza miaka 10, 1975 mpaka 1974. Baadaye mchungaji Godfrey Begaywa alimpokea 85 mpaka 76. Alafu mchungaji Andrea Mwiru sasa ni marehemu, mwaka 1987 hadi kustaafu kwake alidumu mwaka mmoja. Aliyempokea ni Tayari Bugera ambaye sasa ni askofu mstaafu, mwaka 1988 mpaka 90 alidumu miaka 2. Baadaye Taki Amanywagoa alimpokea mwaka wa 91 mpaka 94, ambapo mchungaji marehemu Stephen Kameli yeye alipokea mwaka wa 94 mpaka 97. Na baadaye aliyempokea naye ni marehemu mchungaji Aldi Mutuntu mwaka wa 97 mpaka 98, kipindi cha mwaka mmoja. Baadaye Tapi Monica Jimba alipokea kijiji kutoka kwao 98 mpaka 2005. Baadaye mchungaji Itasa South Karibu ambaye tuko naye alikuwa kiongozi mwaka 2005 mpaka 2007. Wakati huo wakawa wachungaji wawili wanaongoza usharika huu, Maris Kabibu pamoja na yeye. Yeye alikuja 2005, sasa Stanislaus Maris Kabibu akaja 2006 akatoka 2008.
na katikati mwa hapo ndipo Madisa akaondoka 2007 katikati, na 2007 hiyo mchungaji Jesse Kamugisha maarufu wa Kitinisa akawa kiongozi wa hapa mwaka 2007 mpaka 2012. Na mwaka 2012 mzee wetu Felix Rwabi ambaye yuko na mama akapokea kijiji kutoka kwake 2012 mpaka 2019, ilikuwa ni Januari. Mchungaji Ainekisha akampokea, yeye aliongoza hapa miezi 9, 2019 mpaka Septemba, na baadaye Tadishoni Rugumi akawa mchungaji wa usharika akaongoza 2019 mpaka Disemba 2019, na Januari mchungaji Ernest Majura akapokea kijiji kwa kwake 2020 mpaka 2021 mwezi wa 7. Baadaye mchungaji Joseph Kaliga alipokea kijiji kwa mchungaji Majura tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2021, na akakabidhi usharika kwa mimi naye Soba 2021 tarehe 7 2022. Mimi ni Eliud Henry Kwerebera, afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika YouTube channel yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online.